Dakika mbili zimetoweka msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za wakati huu popote pale ulipo, hali gani? Hujambo, karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia hii leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026. Bila shaka umekuwa na wakati mwema. Nikualike sasa popote pale ulipo, wewe ambaye unafuatilia matangazo haya kutoka hapa nchini Tanzania, lakini wewe ambaye uko nasi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, kwa wale marafiki ambao uko nasi kutoka kule DRC, Goma, Bukavu na maeneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, basi karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Lakini sijakusahau wewe ambao unafuatana nasi kutoka Burundi, umewadia wakati mzuri wa kwenda kujifunza mambo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, inayokutangazia moja kwa moja kutokea barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hii leo nitakuwa na watumishi wa Mungu kutokea kanisa la Luguruni, ambao utakuwa nao kwa muda wa juma zima hili tukijifunza mambo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tayari watumishi wa Mungu wako hapa studio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za mwaka mpya, habari za Luguruni? Njema sana. Karibuni sana. Asante sana. Haya, pengine kabla ya kusonga mbele zaidi, natamani kuzungumza na mwenyekiti. Mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu. Pengine katika juma hili unakwenda kujifunza nini hasa kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia? Tunakwenda kujifunza somo la 11 lenye kichwa kikubwa kinachosema kuishi pamoja na Kristo. Lakini katika siku hii ya leo kichwa cha somo kinasema kuwa na mtazamo wa mbinguni. Kuwa na mtazamo wa mbinguni. Nini hasa ambacho tunakwenda kukitazama katika dakika takribani 56 hizi tulizonazo leo? Tunachokwenda kukitazama katika somo la leo, tunaona kuwa maisha tulionayo kama wanadamu ni maisha ya asili ya dhambi, maadamu tuko hapa duniani. Lakini pale tunapompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunatakiwa kuwa na mtazamo wa mbinguni, kuyaishi yale maisha atakayoyaanzisha upya ndani yetu, yakata yale ya zamani ya dunia ambayo tulikuwa tukiyaishi. Msikilizaji, haya ndio bwana nakwenda kujifunza katika safari hii ya dakika takribani 50 na tulizonazo leo. Nikukumbushe nambari ya simu hapa studio ni 0748 610233. Shiriki nasi kupitia 0748610233. Kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza, basi usisite kuungana nasi katika kipindi hiki. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea basi moja kwa moja tutapata utambulisho wa watumishi wa Mungu hawa tulionao, kisha tusonga mbele kutazama uhondo na undani wa somo. Karibuni katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiwa na somo la 11, na sisi tulio mbele yenu masaa haya ni kanisa la Luguruni, mtaa wa Luguruni, tukiwa tunawakilishwa na watu 4 hapa, na mimi nikiwa ni mwenyekiti. Kwa jina ninaitwa Judith Boniface Mganga. Nami ninaitwa Jarufu Salomu Ndipeke kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Luguruni. Naitwa Mhana Julius kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Luguruni. Pastori Zakaria kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Luguruni pia. Basi tutapata ombi
kutoka kwa mtumishi wa Mungu Ndikwiki ili tuweze kuanza vipindi. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu uliye mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo unaendelea kuwa mwema katika maisha ya kila mmoja wetu na kutukuzwa. Sasa haya tunakwenda kufunza maneno yako matakatifu. Yesu Kristo, kupitia Roho Mtakatifu tunaomba utamalaki katika eneo hili na kipindi hiki, ili yale tunayojifunza sisi na yale ambayo msikilizaji atayasikia kutoka kwetu yakawe ni msaada katika kuishi kwa namna ambavyo inakupendeza wewe. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kama nilivyotangulia kusema, somo letu ni la 11. Kichwa cha somo kinasema kuishi pamoja na Kristo, na fungu letu linatoka Wakolosai 3 fungu la 14. Nasoma kwa utukufu wa Bwana. Zaidi ya hayo yote jiviteni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Tunapoangalia hili fungu, tunapoangalia kichwa cha somo, pia kuna maelezo machache katika muhtasari ambayo mtumishi Ndikwiki atayapitia hapa kabla tujaanza kipindi aweze kuyasoma. Na muhtasari wa somo letu kwa siku ya leo unasema, kwa kawaida inasisitizwa kuwa hatupaswi kukazia fikra sana mambo ya mbinguni, vinginevyo hatutakuwa wenye manufaa katika dunia. Ingawa ni kweli kwa namna fulani kuna dhana muhimu kama hii ambayo Paulo anaiangazia katika Wakolosai 3, tukikaza fikra sana katika mambo ya dunia hatutakuwa na manufaa kwa mambo ya mbinguni kwa Bwana. Paulo anaelekeza fikra zetu katika kanuni nyingi za kivitendo za maisha halisi zinazotoka mbinguni na zinazoweza kueleweka tu kwa waliofufuka pamoja na Kristo. Hii Wakolosai 3 mstari wa 1. Ushauri wa Paulo ni kanuni halisi za kivitendo ambazo zitaimarisha uhusiano wetu wote na si tu ndani ya kanisa. Yesu alisema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Hii inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 na mstari wa 45. Inaonekana ni jambo lisilowezekana, au sio? Kwa mtazamo wa kibinadamu, tunapaswa kufa kabla hatujaishi kwa ajili ya Mungu. Ndiyo sababu ni lazima tuyafikiri mambo ya mbinguni ikiwa tunatumaini kuwa na manufaa yoyote katika dunia kwa Baba yetu wa mbinguni. Sasa juma hili tutaona njia ambazo kwazo kuishi pamoja na Kristo kunaweza kuleta badiliko sasa na milele. Amina. Barikiwe mtumishi kwa kusoma vizuri. Nadhani kila mmoja akasikia huu muhtasari unapokuwa unapita mbele yetu. Tunapoenda kuanza vipindi, ninaanza na swali. Kichwa cha somo kinasema kuishi pamoja na Kristo. Tunaweza tukapata kulielewaje hili swali ambalo ndicho kichwa cha somo, kuishi pamoja na Kristo? Tunapata picha gani? Karibu mtumishi. Asante sana mwenyekiti. Tunapozungumza habari za kuishi pamoja na Kristo, inaweza isiwe ni habari ambayo ikaeleweka kwa urahisi kwa msikilizaji au kwa yeyote yule ambaye anajifunza somo hili. Lakini tunapozungumzia habari ya kuishi pamoja na Kristo, tunazungumzia namna nzima ambayo mimi kama mwanadamu ninawezaje kufungamana na neno la Mungu ambalo litakuwa ndani yangu, na hili ambalo neno la Mungu litakuwa ndani yangu liweze kumfunua Kristo katika maisha yangu, na nione uhalisia kana kwamba nipo na Kristo ana kwa ana. Kwa namna gani? Kwa namna ambayo tunaamini ya kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha. Sasa yale mabadiliko ambayo yataonekana ndani yangu, yaonekane matendo ambayo Kristo ndiyo anayoyafanya nini? Anayoyafurahia kupitia neno lake. Kwa hiyo tunapozungumzia habari za kuishi pamoja na Kristo, tunazungumzia habari ya kumkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, lakini kuishi kulingana na neno lake. Na yeye tunapoishi kulingana na neno lake, matokeo sasa yataonekana nje. Kama ule utu wa kale utakuwa umeondoka, utu upya utavalika. Endapo nilikuwa mzinzi,
nitakuwa nimeacha uzinzi. Endapo nilikuwa mwizi, nitakuwa nimeacha wizi. Sasa kile kitendo cha kuishi maisha ambayo yanampendeza Kristo, moja kwa moja ninaweza kuwa naye hata kama simuoni. Amen. Asante kwa majibu mazuri. Tunaona kuwa kumbe kuishi pamoja na Kristo kuna faida, kama ambavyo amesema mwenzetu kuwa kuishi pamoja na Kristo kunabadilisha maisha haya ambayo ni maisha ya dunia, unakuwa na badiliko na kuwa na maisha yale ambayo yanakwenda kumtukuza Mungu. Lakini kuna mtumishi pastori pia anatamani kuongeza jibu katika hilo. Wakati unajibu, naomba pia utajibu kuwa tunatakiwa tufanyeje ili tuweze kuishi pamoja na Kristo. Tufanye nini ili tuweze kuishi pamoja na Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ya kuishi pamoja na Kristo ni kufungamanishwa pamoja na nani? Na Kristo. Yaani kwa kifupi, kuishi pamoja na Kristo ni kufungamanishwa pamoja na Kristo, yaani kutamani kufanya yale ya Kristo. Na kwenye fungu letu kuu tumesoma, ili fungu naweza nikalirejelea, linasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Labda nizungumzie kuhusiana na habari ya kifungo. Kifungo tunajua ni mtu anakuwa amebanwa kwenye jambo fulani. Sasa tofauti na habari ya neno la Mungu, kifungo ni habari tofauti kabisa. Kifungo hiki ni kifungo ambacho mtu anajiunganisha nacho akiwa huru. Halazimishi kukifanya, lakini unakuwa uko nini? Uko huru. Lakini ni nini? Ni kifungo. Ili sasa uweze kufikia upendo, ni lazima uwe mkamilifu kupitia kifungo ambacho utajifungamanisha pamoja na nani? Pamoja na Kristo. Na Kristo tunasema Kristo ni pendo. Kristo apenda nini? Apenda watu. Kwa sababu Kristo anapenda watu, sasa ili na sisi tuweze kuungamanishwa na Kristo, lazima tuingie kwenye kifungo cha upendo ambacho sasa itatulazimisha kumpenda. Yaani kila mtu, haijalishi kwa rangi yake, kwa kabila yake, kwa tabia yake, kwa hulka yake, tunapaswa kuwapenda watu wote. Hiyo ndio tabia ya nani? Ya Kristo. Tunapokuwa tumeunganishwa pamoja na Kristo, tutampenda kila mtu. Na hiyo ni mojawapo ya faida ambayo mtu akiwa ni Mkristo. Yes. Ukishakuwa na Mkristo unaweza ukaishi na mtu aina yoyote, kwa sababu Kristo ni nani? Ni pendo. Na kama Kristo ni pendo, hiyo Kristo anatuambia tuwapende wenzetu kama tunavyojipenda sisi. Yaani kama mimi sitamani mtu aniseme vibaya, siwezi kumsema mwenzangu vibaya. Kama sitamani mtu anibie kwangu, sitamuibia mtu mwingine. Sasa hiyo ndio nini? Kanuni yake nini? Ya kimbingu. Kwa hiyo kushikamanishwa pamoja na Kristo, lazima tuingie kwenye kifungo hiki cha upendo. Asante mwenyekiti. Asante. Neno Mwalimu Mhana, naona niangalia, unasemaje sehemu hiyo? Nashukuru mwenyekiti kwa nafasi hii iweze kunipatia. Somo hili ni somo zuri sana ambalo kimsingi linatupa uzoefu wa kuishi maisha makamilifu katika kumtazama Kristo au kujifungamanisha pamoja na Kristo. Maana somo linasema kuishi pamoja na Kristo. Paulo yeye ameanza katika Wakorintho wa pili, anasema kwamba sisi ni barua. Katika ile mstari wa pili anasema ninyi ndinyi barua inajulikana na kusomwa na watu wote. Tunachokiona ni kwamba mtu yeyote ambaye aliamua au amejifungamanisha pamoja na Kristo, ni lazima amejifungamanisha pamoja na Kristo, maana tabia ataaksi tabia ya Kristo ya ndani. Maana pia atakuwa na badiliko ndani yake. Na Paulo anarejelea sasa kwamba ninyi ndinyi barua. Kwa kila mtu yoyote ambaye ameamua kuuvika na kuacha utu wake wa kale, au yule mtu ambaye amekuwa na badiliko la tabia na kuamua kumfuata Kristo, ni lazima atakuwa na badiliko tofauti kabisa na jamii. Na namna mwenendo wake utakuwa umebadilika kabisa. Na kwa maana hiyo basi, kila mmoja anapaswa kuwa na mwenendo ambao unampendeza Mungu, lakini pia kuaksi tabia ya Kristo. Na huu kuishi pamoja na Kristo ni mtu yoyote yule ambaye amemkubali Kristo kuambatana pamoja naye katika kumfuata yeye juu ya mwenendo pamoja na sheria na mambo mengine mbalimbali yote ambayo Kristo atakayomwelekeza. Kwa hiyo kuishi pamoja na Kristo ni mtu yule ambaye kwanza ni lazima amkubali Kristo kumuongoza. Kama ukiwa ni mtu ambaye hujakubali kuishi pamoja na Kristo, huwezi kutenda yote ambayo Kristo amekubali, ameelekeza kwayo. Au kuishi na mtu yoyote, kuambatana pamoja na mtu yoyote kimawazo, kama hujakubali, hamwezi kuambatana pamoja. Kwa hiyo kumbe jambo la kwanza hapo lingine tunaliona hapa, kuishi pamoja na Kristo kwanza ni kuamua. Wewe mwenyewe binafsi kwanza nimeamua kumfuata Kristo. Naomba niishie hapo. Asante. Ninashukuru pia kwa maelezo yako mazuri. Lakini ukiangalia katika hapa Wakolosai 3 fungu la kwanza inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu.
Sasa waliofufuka pamoja na Kristo, inamaanisha nini kufufuka pamoja na Kristo? Karibu tumishi mwana. Na waliofufuka pamoja na Kristo. Asante mwenyekiti kwa nafasi hii tena nzuri. Waliofufuka pamoja na Kristo ni wale wote ambao wameacha au wamezika ule utu wa kale. Ni wale wote ambao wamemkubali kumfuata Kristo. Na hapo ndipo unapozika ule utu wa kale na matendo yao ni lazima yatabadilika. Na hatimaye yataaksi ile tabia ya ndani ambao utu wa ndani hasa utakuwa ni ambao utakuwa na umwakisi Kristo. Na tunaona kwamba katika somo hili linatuelekeza kuwa na uzoefu katika kumtafakari au kumjua Mungu zaidi sana. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anayetamani kuwa na uzoefu au katika kumtazama kuishi maisha makamilifu au kuishi pamoja na Kristo, utu wa kale lazima tuuache. Na tunapoacha utu wa kale maana yake ni kuwa na mwenendo sasa au kumtazama Kristo yeye kama kielelezo. Asante kwa mchango wako mzuri. Tunaona kuwa waliokufa pamoja na Kristo ina maana wanaacha zile tabia ambazo zinaaksi mambo ya dunia. Tuchukulie mfano, ni sawa na bomba la maji ambalo lina sehemu mbili za kutoa maji ya moto na maji ya baridi. Unapokuwa katika dunia ina maana ni bomba linalotoa maji ya baridi. Lakini unapozuia sasa ile koki ya kuja upande wa maji ya baridi, sasa ufungulie maji ya moto, basi ina maana unatamani sasa utembee na Kristo masaa yote, wewe uwe na maji ya nini? Ya moto. Kwa hiyo maisha tunayoyaishi katika dunia hii, mwili unatamani kutenda mambo ya dunia, akili inatamani kutenda mambo ya dunia, lakini kunakuwa na badiliko pale ambapo tumeyasalimisha maisha yetu kwa Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Anatoa mtiririko mpya wa maisha ambayo unakwenda kumtukuza Mungu. Asante kwa majibu yako pia mazuri. Tunaona kuwa katika kuishi kama Wakristo, mwandishi hapa anajaribu kusema hatupaswi kukaza fikra sana mambo ya mbinguni, vinginevyo hatutakuwa wenye manufaa katika dunia. Lakini pia anarudi anasema tukikaza fikra sana katika mambo ya duniani, hatutakuwa na manufaa na mambo ya mbinguni kwa Bwana. Hapa napo tunasemaje? Karibu mtumishi Ndekwe. Asante sana mwenyekiti. Unajua hoja hii tukiangalia kwa juu unaweza mtu ukachanganyikiwa kidogo. Ni kweli. Ya kwamba tusikaze katika mambo ya kimbingu, tusikaze fikra katika mambo ya kimbingu, lakini ukienda pale mwisho anakwambia pia kukaza sana fikra kwenye mambo ya kidunia yanaweza kukuesha mambo ya mbinguni kabisa. Hapa ni sawa na kusema kwamba katika maisha tafakari ni muhimu na jambo la msingi sana. Lakini je, tafakari yetu hii tunailenga kwa namna gani? Nitatoa mfano mdogo kwamba ndani ya Biblia hata ukisoma kile kisa cha Habili na ndugu yake Kaini, tunaona ni watu wawili ambao walikuwa na fikra kwenye mambo yote mawili. Lakini namna gani waliwaza? Tukiangalia kwa Kaini, alijaza fikra zake kwa zile shughuli zake za kidunia zaidi kuliko hata katika maagizo ya nani? Ya Mungu. Na tunaona mwisho wa siku alikuja akapoteza na hata kumuua ndugu yake. Lakini ukiangalia upande wa Habili, yeye ni kama ni alibalance, sio kama ni alibalance mambo. Alisikiliza sauti ya Mungu, lakini pia aliendelea kujishughulisha na zile shughuli zake za kidunia. Na hatimaye tunaona mwisho wa siku Mungu akaitakabali ile sadaka yake. Kwa nini anakubali sadaka ya Habil? Ni kwa sababu Habil alikubali kuishi kwa namna ambavyo Kristo alielekeza, kwamba kumtazama Bwana na kufanya shughuli zetu ni lazima ziende sambamba. Kwa hiyo moja kwa moja mimi ninapendekeza hata kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia ya kwamba maisha yetu ya kidunia yasije yakafunika fikra zetu za nini? Za kimbingu. Lakini pia tumtazame Kristo huku tukifanya shughuli zetu za kila siku. Kwa maana ya kwamba tumtazame Kristo kana kwamba anakuja leo. Lakini pia tufanye shughuli zetu za kawaida zile ambazo zinampendeza kana kwamba ana miaka karibu 5000 mingine mbele ya kufanya nini? Ya kuja. Asante mwenyekiti.
Mtumishi Pastori pamoja na mtumishi Muhana, Yeah. wakati mnaendelea kujibu hapo, mtasema kuna faida gani? Kuna faida gani katika kumtazama, kuwa na mtazamo wa kimbingu? Tunapata faida gani kimwili na hata kiroho? Tunapata faida gani? Ya, kabla ya kwenda kwenye hizo faida, nitaanzia hapo walipoishia mtumishi Jarufu. Hizi fikra za kimbingu na za kidunia tumeona ni vitu ambavyo lazima viende sawa. Yaani hatuwezi kuvikimbia. Yaani ili mimi niwe mshiriki wa kwenda mbinguni, lazima fikra za hapa duniani nizipite, yaani nivuke vifunzi na nini, yaani na kila aina ya shida ambayo iko wapi duniani. Yaani siwezi kuitwa mtainiwa kufika mbinguni kama sijatokea wapi duniani. Kwa kumbe lazima hivi vitu vyote viwili viende pamoja. Yaani fikra za kimbingu na fikra za kidunia lazima nizitumie inavyotakiwa. Kwa hiyo nikikimisi kimojawapo hapa, hiyo mbingu sioni na mwisho wa siku nitakuwa nimeingia kwenye matatizo. Kwa hiyo vitu viwili, wasikilizaji wanatusikiliza popote, lazima tuzingatie kwamba hivi vitu vyote viwili lazima viende pamoja. Yaani kwamba ili niitwe mimi mtoto wa mbinguni, lazima nitokee wapi? Hapa duniani. Na hapa duniani kuna fikira zake na mbinguni kuna fikira zake. Kwa hiyo ili niwe mtu ambaye nitahitajika kufika kuiona hiyo mbingu, fikra za mbingu ambazo sasa naelekezwa nini cha kufanya na nini nisifanye, lazima nitembee na hizo fikra na hatimaye kuweza kufikia zile fikra za mbingu. Sasa tunakuja kwenye faida za kuwa kuishi pamoja na Kristo. Ukiishi pamoja na Kristo, mtu akishavua yale mambo yake ya zamani na kujivika utu wa sasa na kuwa Mkristo, kwa kweli kila mtu tu atajua. Yaani hahitaji hata kwamba watu waulize. Unaweza kubadilika kwenye mfumo wako wa maisha, vyakula unaweza kubadilika, ulivyokuwa unakula, vinywaji ulivyokuwa unakunywa lazima utabadilika. Lakini kama matamshi yako kutamka, kama ulikuwa ni mtu wa matusi, utafanya nini? Utabadilika. Ni watu wakikuona tu watajua kwamba huyu mtu ameshafanya nini? Ashavaa utu upya na ameshafanya nini? Ameshabadilika. Kuvaa kwako, mtu akikuona tu atajua huyu mtu ameshafanya nini? Ameshabadilika. Na mtumishi Muhana wakati anazungumza hapa anasema ni lazima tuwe barua. Sasa barua, mimi nafikiri maana ya barua ni lazima isomwe. Si ndio Kwa sasa kama barua isomeki wewe sio nini? Sio barua. Kwa kiufupi, ili tuwe barua ni lazima tuenende na kile tunachokitabainisha kwamba sisi ni Wakristo. Sasa Mkristo lazima usomeke kama nani? Kama Mkristo. Kwa hiyo mtu akikuona tu anajua kwamba huyu ni nani? Huyu ni Mkristo. Muonekano wako, mazungumzo yako, linapotokea jambo unavyolipokea na unavyoshughulika nalo, unaonekana kuwa wewe ni nani? Ni Mkristo. Mimi naweza nikatoa kisa cha mtu mmoja ambaye wengi tunakijua, Mzee Yakobo. Wengi tunakijua hicho kisa cha Mzee Yakobo. Mzee Yakobo alikuwa na binti yake ambaye alienda kinyume na akaenda kachangamana na wananchi, ilikuwa sio desturi yao. Akapatwa na jambo kubwa sana yule binti kule. Wengi tunajua kilichompata binti yule, lakini sasa cha ajabu huyo mzee aliposikia zile taarifa kwamba binti yake imepatwa na hilo tukio, yule mzee wala hakuzungumza neno lolote, hakusema kitu chochote. Na kaka zake wanasikiza habari wakiwa machungani, wanaamua kurudi nyumbani. Wanarudi nyumbani na wanaamua kuja kutengeneza hila. Wanaenda kulipa kisasi kule ambapo dada yao alibakwa. Yaani kifupi, kwa wale wasiojua, yule dada alibakwa na jamii ya jirani. Sasa huyu mzee kwenye Biblia ukisoma hakuna sehemu alizungumza kuhusiana na binti kile kilichomkuta, lakini kaka zake wanaenda kulipa kisasi. Mzee huyu analalamika. Ukisoma Mwanzo 34 fungu la 25, huyu mzee analalamika kweli kweli. Kwa nini watoto wake wamefanya nini? Wamefanya kile kitendo cha kwenda kulipa kisasi na hatimaye wakaua jamii ile na kuwachukua watoto na wanawake waliobaki kwenye jamii ile na kuwafanya kuwa nini? Kuwa watumwa. Baba analalamika. Sijaona sehemu yoyote mama wa yule binti analalamika kuhusiana na kile kitendo. Sijaona baba analalamika, zaidi ya watoto ambao ni kaka zake na yule binti walienda kufanya lile tukio. Sasa nikajifunza kitu hapa. Tukio wa Kristo, haijalishi utapokea jambo gumu kiasi gani, kumbe kuna wakati wa kutafakari na kuweza kushughulika na hilo tatizo kwa utaratibu. Kwa hiyo sasa wakati mwingine, na ni kweli, hivi kweli wewe usikie mtoto wako labda amebakwa au amefanywa kitu kimoja kibaya, kichwani kwako nini kinakuja? Lakini sasa wakati nasoma hiki kisa nikajiuliza huyo mzee kwamba yeye alinyamaza tu, kwamba alifurahishwa na hilo tukio. Alikuwa anatafakari kwa nini yule binti alienda kule, kwa sababu alikuwa hawachangamani au alikuwa anawaza nini? Lakini sasa hatua ya pili, anaamua kuwalaumu watoto wake walioenda kulipa kisasi. Nikagundua ukiwa Mkristo unaishi sawa sawa na Kristo, kwa sababu Kristo ni upendo. Aliamua mzee huyu kusamehe na akaishi maisha ya upendo, lakini watoto wakaamua kulipa kisasi. Tofauti kabisa. Kwa watu wanakuja kupata pande mbili, wale wanaofikiri mambo ya duniani na wale wanaofikiri mambo ya
ya kimbingu. Mzee alikuwa anafikiria mambo ya kimbingu kwamba bwana limeshatokea, lakini kuna kusameheana, lakini kuna kufanya 1 2 3. Labda mimi niishi hapo. Asante mwenyekiti. Asante. Karibu mtumishi Muhana. Wakati unajiandaa kujibu, wakati anaelezea mtumishi Pastori katika faida ambazo tunapata mtazamo wa kimbingu, unapokuwa na mtazamo wa kimbingu, ndani ya moyo wako unakuwa na amani. Lakini ndani ya moyo wako unakuwa na matumaini. Ndani ya moyo wako unakuwa na furaha. Amina. Lakini unakuwa na subira, lakini unaweza ukaleta suluhisho katika amani. Karibu mtumishi Muhana katika kuchangia sehemu hiyo. Asante sana mwenyekiti. Nadhani umegusia hata zile ndani ya faida hizo ulizosema. Kwanza hata kama kwenye fungu linaposema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Huu ni mtazamo. Kwanza pia katika Paulo, nadhani kama sio Paulo, ameeleza kwamba upendo huvumilia, upendo hushinda mabaya. Yaani kuna siri ndani ya upendo. Na huo ndio mtazamo wa kimbingu, sababu yeye Mungu au Kristo yenyewe ni nini? Ni pendo. Na tunasema somo letu kwamba kwa kuishi pamoja na Kristo, yaani kuishi ni kuambatana. Maana hata pia mitazamo yetu lazima iambatane na nani? Na Kristo. Inapokinzana ni tatizo. Maana yake lazima patakuwa na kitu kimeingilia katikati. Eza mtazamo sasa nirudi katika katika swali lako mwenyekiti, ya kwamba katika hizi katika fikra za kimbingu na za kidunia. Fikra za kimbingu tunaona kwamba Paulo ametupendekezea. Pamoja na hiyo amejaribu kuelezea, kuna paragraph ndogo hapa nitaisoma tu kwa ufupi. Anasema Paulo anaelekeza fikra zetu katika kanuni nyingi za kivitendo za kimaisha halisi zinazotokana na mbingu na zinazoweza kueleweka tu kwa waliofufuka pamoja na na Kristo. Ushauri wa Paulo ni kanuni halisi za kivitendo ambazo zitaimarisha uhusiano wetu wote na si ndani ya kanisa. Sasa hapa nacho tunachokiangalia kwanza penyewe, tukimwangalia Ayubu, anasema kwamba katika Ayubu ile sura ile ya 22-21 anasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hiyo ni fikra kimbingu. Yaani katika kutazama kuwa na fikra za kimbingu zaidi ni jambo la msingi sana. Lakini wakati huo kama alivyozungumza kwa mtumishi wa Mungu Dipiki, pia katika hali tukiwa ndani katika ulimwengu huu, pia fikra za duniani hapa tuziangalie sana. Lakini ni muhimu zaidi kujikita katika kutafakari hizi fikra za kimbingu. Kwa hiyo tunapokuwa na kuzitafakari hizi fikra za kimbingu ni kumtazama Mungu, ni nini anahitaji sisi katika maisha yetu haya tuyafanye, au katika ulimwengu huu ni nini ambacho tukifanye. Na tunapofanya hivyo, ili wale wanaotutazama katika ulimwengu huu pia waweze kuokolewa, kwa sababu mwisho wa siku katika hii sisi ni barua. Na lazima tuwavute watu, kuwasogeza kuwa karibu kwa Kristo. Ni lazima maisha yetu yawe na athari chanya. Yanapokuwa na athari ambayo ni hasi, yani maana katika mtazamo wa kidunia zaidi, hatuwezi kuwasogeza. Yani mtazamo wa kidunia zaidi, pengine katika matendo mabaya, pengine watukanaji, pengine wasengenyaji. Sasa hii ina maana gani? Hiyo fikra ina maana gani? Lakini tukiwa na fikra zaidi chanya halisi ya fikra ambayo ya kuwasogeza watu kwa Kristo ya mtazamo wa kimbingu, nadhani itakuwa ni jambo zuri sana ambao Kristo anakusudia ndani yetu, ambaye tunaambatana naye. Asante. Pastori naona ananyosha mkono. Lakini kabla ya kujaongea, mtumishi Muhana amesema kuwa katika lile fungu la Ayubu, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema yatakapofanya nini? Yatakapokujia. Kumbe wakati mwingine maisha tunayoyaishi tunakosa amani ni kwa sababu hatujamjua sana nani? Mungu. Lakini wakati mwingine pia tunakosa kufikiwa na yale mema ambayo Mungu amekusudia yatufikie, ni kwa sababu hatujamjua nani? Mungu. Huyu Mungu sasa ambaye anasema tumjue sana Mungu ili tuweze kuwa na amani, tutamjua kwa njia zipi? Asante sana mwenyekiti. Njia ya kumjua huyu Mungu ni kupitia neno la Mungu. Yaani hakuna sehemu ambayo tunaweza tukampata huyo Mungu. Kupitia neno la Mungu ni sehemu pekee kabisa ambapo watu tunaweza tukamjua nani? Tunaweza tukamjua Mungu. Lakini na mimi sasa baada ya kujibu hilo swali niongezee kitu ambacho tumezungumzia. Tuko hapa kwenye fikra za kimbingu na fikra za kinini, za kidunia. Sasa labda kitu ambacho watu tunatakiwa tuondoke nacho jioni ya leo ni kwamba kwenye hizi fikra za kimbingu, nimegundua kwamba fikra za kimbingu ni hasi.
watu naweza nikawachanganya kidogo. Alafu fikra za kidunia sisi tunataka ziwe positive. Sasa hasi na chanya ziwe chanya, samahani, ziwe chanya. Sasa kwa maana kwamba fikra za kimbingu ni hasi kwa maana hii. Hebu fikiria mfano. Anasema wapendeni maadui. Hiyo ni hasi. Yaani kwa mbingu hiyo ni fikra, kwake kwa Mungu ni chanya. Lakini kwangu mimi duniani ni hasi. Kwa hiyo sasa yani inaenda kinyume. Yaani mimi nataka ni vipende vile ambavyo viko hasi. Viko chanya. Alafu Mungu yeye anataka ni vipende ambavyo ni hasi kwangu. Unaona sasa kanuni ya Mungu ilivyo? Yaani kwamba anasema kwamba wapendeni adui zenu, waombeni wanaowauzi. Unaweza kumwombea naye kuuzi. Sasa ni kanuni ya mbingu. Lakini kwa kanuni za kwetu sisi kidunia hapa, anayeniuzi sitaki mimi nimuombee. Sema mpende akupendaye. Asikupenda achana naye. Hizo ni kanuni za kinini? Kwa fikra za kimbingu zenyewe zinasema yale mambo tunayoona sisi ni hasi, lakini ndio msingi katika maisha yetu. Amina. Kwa sababu upendo tumeambiwa hata kama kuna jambo gani baya limetendeka, upendo lazima utastiri hilo baya. Yes. Nimesoma kisa hicho cha mzee Yakobo, mimi mpaka sasa hivi najiuliza, yani sikielewi hicho kisa mpaka kesho, mpaka lini nikitafakari kwamba binti yako amefanyiwa maovu yale na nini, umekaa tu kimya umenyamaza. Vijana wako wameenda kulipa kisasi, wewe unaanza kuwakemea walioenda kulipa kisasi. Sasa hizi ni fikra hasi. Lakini kwa Mungu ni chanya. Kwetu sisi zinaonekana zinaumiza, lakini ndio msingi kwa Mungu. Kwa katika jioni ya leo tunapotafakari fikra za kimbingu na za kidunia, tujue zilizo nyingi za kimbingu ni hasi kwetu, lakini ndio zina faida kwetu. Amina. Yaani mfano mtu amekufanyia jambo baya, amekutendea ubaya, amefiwa, ukaenda msibani, huyo mtu atamuona Kristo tu. Hamna jingine ambalo ataliona zaidi kwako. Yes. Yaani amekutendea kitu kibaya kabisa, na huenda akahisi kwamba hatutasalimiana na huyu mtu. Lakini huyu mtu amepatwa na matatizo, yuko hospitali amelazwa, umeenda kumuona. Inaonekana ni kwa hasi, lakini kwa Mungu ni chanya. Yaani huyo mtu atamuona Mungu kupitia wewe kwa kitendo ambacho umekifanya. Yes. Yaani umejeruhiwa na bado unaenda kwa ajili ya kumponya huyo mtu. Kwa hiyo mimi niseme tunapozungumzia na kuziangalia fikra sasa za mbingu na za kidunia, tujue tu kwamba fikra nyingi za kimbingu kwetu sisi zinaonekana ni hasi, lakini ndio fikra za mbinguni. Na za kidunia sisi tunatamani ziwe chanya kwetu. Yaani mimi nataka tu nishirikiane na yule ananipenda na ananifanyia mazuri. Hiyo sio kanuni ya kimbingu. Kwa hiyo tunatakiwa tuende nazo kwa akili na hatimaye kila mmoja asitoke kwenye mstari ambao Mungu umetuelekeza kuishi. Na asante mwenyekiti. Amina. Asante kwa mchango wako mzuri. Kichwa chetu cha somo kinasema kuishi pamoja na Kristo. Kipindi kilicho hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia, na kanisa lililo hewani ni kanisa la Ruguruni, tukiwaletea mtiririko mzima wa masomo haya ya somo la 11. Tutakuwa nanyi kwa muda wa juma zima, tunapokuwa tukiendelea kama kichwa chetu cha somo kinavyosema kuishi pamoja na Kristo. Kuwa na mtazamo wa mbinguni. Nikiunganisha na ile Ayubu, jue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Ndipo mema yatakapokujia. Kuwa kumbe ili tuweze kuwa na mtazamo wa kimbingu ni lazima tusome neno kwa bidii. Amen. Lakini kuishi maisha pamoja na Kristo ni lazima tusome neno kwa bidii, tujue Kristo aliishi maisha gani. Hatuwezi tukayajua maisha aliyoyaishi Kristo bila kusoma nini? Bila kusoma neno. Lakini kumbe kuwa na maisha ya mtazamo wa kimbingu au kuishi maisha pamoja na Kristo, tunawaganga watu wengi, tunawaponya watu wengi, tunawatia moyo watu wengi, lakini tunawasogeza watu wengi kwa Yesu. Amen. Kwa sababu neno la Bwana linasema mpende adui yako. Sasa badala ya kumpoteza unafanya nini? Unamrudisha. Maisha ya kimbingu ni maisha ya wokovu. Amen. Wakati tukiliangalia hilo pia kuna swali pia hapa ninajiuliza. Mwandishi anasema hivi, tunapaswa kufa kabla hatujaishi kwa ajili ya Mungu. Tunapata mtazamo gani watumishi? Tunapaswa kufanya nini? Kufa kabla hatujaishi kwa ajili ya Mungu. Karibu mtumishi pastori. Ya kuishi kuna kuzungumziwa kwa ajili ya Mungu ni kuvua yale matendo ya zamani. Yaani kabla sijawa na Mungu inaonekana nina na mtindo wangu wa maisha ambao nilikuwa naishi nao ambao humpendezi nani? Mungu.
Kwa hiyo inatakiwa ule mtindo wa maisha ule nijivue, ndio kufa sasa. Alafu nikifufuka katika hicho kifo sasa cha nadharia tunachokizungumza hapa, nianze upya pamoja na nani? Pamoja na Mungu. Yaani unakufa unafufuka kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Yaani kuacha yale mambo ya mwovu na kuanza maisha mapya ya kutembea pamoja na nani? Kutembea pamoja na Mungu. Huo ndio mtazamo pekee. Sasa mtu anaweza kujiuliza, yani nawezaje kuishi yani kufa kwanza alafu ndio nije niishi? Kinachozungumzwa hapa ni kuyavua yale matendo ambayo hayampendezi Mungu sasa na kuamua kutembea sasa na nani? Na Mungu. Huko ndio tunakokuzungumza kwamba ukaamua kuishi pamoja na nani? Kuishi pamoja na Mungu. Asante. Mwana, unaweza ukaongeza kitu hapo? Nashukuru sana mwenyekiti. Masomo haya nimekuwa ni mazuri sana. Na ukingana na swali lako ulioniuliza, kimsingi tunaona tu ya kwamba Paulo amezidi kutuonyesha zaidi katika hili somo ni kwa namna gani ambapo kufa ni kama alivyozungumza mtumishi wa Mungu pastori ya kwamba ni kuzika ule utu wa nani, utu ule wa kale na hatimaye kuanza upya tena. Na labda nirudi nyuma tena kidogo. Nitajikita zaidi katika hapa kuishi pamoja na Mungu. Yaani maana yake kwanza kimsingi mara nyingi unapokuwa unaambatana na mtu fulani lazima ujue mienendo yake na njia zake zikoje. Yaani kuishi pamoja na mtu fulani lazima ujue kama huyo utendaji wake wa Mungu ukoje. Sasa maana yake kama tulivyosoma hapa katika Mathayo aliporejea kusema kwamba wapendeni adui zenu. Kumpenda adui yako ni kitu ambacho ni kigumu sana. Nitolee mfano mdogo ya kwamba kisa kidogo kwamba hapa katika kanisa letu kulikuwa na mtu mmoja, sitamtaja jina, lakini alinadhani alifanya hicho kitu ambao kwa ile fikra kimbingu tofauti na isiyo ya kidunia. Ni kwamba alikuwa na mgogoro kidogo na mtu mmoja, alikuwa amepakana na shamba na mtu fulani. Sasa ile kalipokuwa baada alikuwa akipita muda pengine baada ya miezi miwili anaenda katika kutembelea ile eneo lake. Baada ya mwezi mmoja kupita akaenda katika shamba lake au katika kile kiwanja chake. Akakuta yule mtu ambaye alikuwa amepakana naye amesogeza hatua kama 3 katika eneo lake. Sasa mgogoro ukaanza hapo kwamba huyu anaangana kusema kwamba mimi mpaka wangu huko hapa na inaonekana kabisa amehamisha. Sasa kuna ile katika fikra pengine mtu anakuwa yani si sema ubabe tu basi. Sasa nikaamua hili swala kwenda katika hatua za kisheria au hatua za kitaratibu za kawaida serikali za mtaa na nini na kutafuta mashahidi. Walipotafuta kwa kusanya watu pamoja na serikali ya mtaa na watu wengine mbalimbali na mashahidi, ikaonekana kabisa basi huyu mtu bado akiwa ana makosa lakini bado anang'ang'ana kwamba hili eneo ni la kwangu na hizi hatua hizo sogeza huku ni halali kabisa. Aisee, yule mtu ambaye yule bwana alichokifanya alisema kwamba sasa kwa sababu unang'ang'ana usaka hapa nini la kwako, basi alichokizungumza sana kwamba naongeza zingine hatua zingine 5 katika eneo langu uchukue. Baada kusema kauli kama ile, yule mtu alinyamaza kimya akasema kama ni hivyo basi mimi hapana naacha. Wewe ungeweza kufanya hivyo kwamba mtu kachukua hatua 3 katika eneo lako. Na sasa kwa sababu unaona bado nataka kumleta katika mstari ambao ni mzuri ili muwe na fikra chanya au muwe katika hali ambayo msie mkatengana kuingia katika madhara, lakini unaamua kusogeza pengine hatua 3 ili kumpa. Lengo lilikuwa ni kwamba aweze kuelewa kosa lake na kutambua. Sasa maana yake ninachotaka kuzungumza ni kwamba hii ilikuwa huu ni mfano, naweza kuchukua huu mfano kwamba maamuzi aliyofanya ni magumu sana. Kiasi kwamba ni ngumu sana mtu yeyote kufanya hivyo. Lakini tangu siku hiyo huyo mtu alikuwa ni rafiki. Amen. Na akawa ni mlinzi wa mipaka yake. Maana yake ule mtazamo aliofanya ni jambo ambalo kwa kweli na mimi pia linificha sana. Ni hatari sana hicho kifanya. Sasa ninachokiona kwamba ule kuambatana pamoja na Kristo ni kuacha yale yote ambayo ni mazoea mabaya, kuzika ule utu wa kale, lakini hatimaye ni kuakisi tabia ya Kristo. Hata kama tukiwa basi utendaji wa mambo ya Mungu pengine ukiwa katika mtendaji wa Mungu katika mambo mbalimbali pengine unaona kama utendaji jambo fulani, lakini kule kudumu kuakisi tabia ya Kristo ni jambo la msingi sana. Hata kama ukiwa umekwazwa au ukiwa umetendewa jambo lolote baya, lakini bado ubaki kudumu kuwa mtu ambaye ni wa mtazamo ambao ni chanya au kuwa mtu ambaye unaakisi tabia ya Kristo ndani yako. Amina. Mtumishi ndi kwetu. Tunapaswa kufa kabla hatujaishi kwa ajili ya Mungu. Na wewe unasemaje sema? Labda mimi nizungumze kwa ufupi kabisa. Ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe
kipya. Amen. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo hoja inayojengwa hapa ya kufa kabla ya hatujaishi, sisi tunaamini kwamba mtu anaishi ndiyo anafanya nini? Anakufa. Kama alivyozungumza mtumishi Pastori, kwa Mungu inakuwa ni kinyume. Kwa Mungu natakiwa ufe kwanza alafu uishi, kwa sababu yeye ni uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo lazima ule utu wa kale uweze kuondoka, ili tukivaa utu upya tuweze kuishi, na hata tutakapolala sasa, ile kulala usingizi wa mauti, tutalala tu kama kulala, lakini tutaishi tena, kwa sababu tumechagua kuishi baada ya kuvaa utu wa nini? Wa kale. Asante mwenyekiti. Nina swali hapo. Kama swali linasema kufa kabla hatujaishi kwa ajili ya Mungu, limekuwa kwa staili hiyo, pale ambapo tutaishi na Mungu kabla hatujafa, ni nini madhara yake, au ni nini kitatokea? Asante. Pale ambapo tutaishi kabla hatujafa, madhara yapo, athari zipo. Ni kwamba uwepo wake Mungu hautakuwa pamoja nasi, kwa sababu Mungu hapatani na nini? Na dhambi. Kwa hiyo kama bado tunaishi katika dhambi, hata uwepo wake hautakuwa katika maisha yetu, na hata yale matunda ya Roho sasa hayataonekana na kuwavuta watu wengine kuja kwa Kristo. Asante kwa mchango wako mzuri. Tupo tukiendelea na kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Katika vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia somo la 11, tulio mbele yenu ni kanisa la Ruguruni, mtaa wa Ruguruni. Tunaendelea na hivi vipindi. Mwenye swali, mwenye nyongeza, tunawakaribisha. Karibuni sana kwa namba ambazo zilitajwa hewani na zitaendelea kutajwa. Karibuni sana ili tuweze kujiunga kwa pamoja. Ndio, asante mwenyekiti. Tunashukuru wapendwa kwa namna ambavyo mmekuwa mkishiriki na kutufuatilia katika mfululizo wa masomo haya au katika somo la siku hii ya leo. Naona pia kuna jumbe mbalimbali za watumishi wa Bwana ambazo wamezituma mahali hapa. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema anaitwa Laista, anatokea Singida. Anasema kwamba napenda sana neno la Mungu, maana ni nguvu ya wokovu wangu. Amen. Pia ukiliweka neno rohoni linakufanya uwe na upendo na kila mtu. Amina. Mungu akubariki sana mpendwa. Lakini pia kuna huyu anasema anaitwa Samuel Mkweve kutoka Mlangali. Anasema, je, nitajuaje kuwa naishi na Kristo au Roho Mtakatifu? Hilo swali na nitarudi kulijibu hapo. Lakini pia kuna huyu naye pia anasema Bwana Yesu asifiwe. Anasema anaitwa Jeni, anasema kutoka Makuyuni. Wapendwa sana na watumishi, nawapenda sana. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Lakini pia kuna huyu pia anasema Bwana ni mwema. Anasema habari za studio, mimi naitwa Elia Peter, nipo hapa Dar es Salaam Kigamboni. Naomba mnisaidie kujua masafa ya hapa niweze kuipata redio ya AWR. Asante, mbarikiwe. Basi hii nadhani tutakutumia niweze kutupata vizuri zaidi. Lakini pia na huyu anasema Bwana ni mwema, na anasema nabarikiwa sana kutoka Upaleni by Nazieli Elia. Msalimie sana kaka Negele. Basi nadhani labda turudi kwenye ile swali ambayo alisema ya kwamba mtu kama endapo ili aweze kujua kwamba na Kristo
anaweza anaweza kujuaje? Yani yeye hawezi kujua kwamba rohoni mwake Kristo anaye ni kwa namna gani anaweza kutambua sasa kwamba kumbe Kristo sasa hivi anaketi ndani yangu. Ni kwa namna gani sasa anaweza kujua? Asante sana. Kama tulivyosoma hapo awali, tukianza na ile fungu la Wakorinto wa pili sura ya 5:17, habari ya kufa kabla ya kuishi, tuliona ya kwamba mtu anapokuwa na Kristo, ule utu wa kale unafanya nini? Unaondoka, ambapo ukitaka tufahamu ule utu wa kale, tukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa 5, inasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Hapo tunaona ya kwamba utu ule wa kale unaweza kuwa umebebwa na uasherati, unaweza kuwa umebebwa na ibada za sanamu za kila namna. Sasa ili nijue ya kwamba Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yangu, ni lazima niitikie ule wito, sauti ya Kristo ya kuacha ule utu wa kale na kuvaa utu upya, na hatimaye nianze kutoa yale matunda ya nani? Matunda ya Roho Mtakatifu, ikiwemo masuala ya utu wema, saburi na mambo yafananayo na hayo. Asante mwenyekiti. Asante mtumishi Mbikwiki kwa kumjibu kijana aliyeuliza swali, lakini mtumishi Pastori pia anachangia kuongezea. Kwa kuongezea hapo, ni rahisi sana kujua. Yaani haya mambo yote tuliyozungumza hapa, ambayo mfano hizi fikra hasi ukiweza kuziishi, utaanza kugundua tu kwamba sasa hivi naanza kutembea na nani? Na Mungu. Ulikuwa unawachukia maadui, unaanza kuwapenda maadui. Hiyo ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba sasa hapa naanza kufanya nini? Kutembea pamoja na nani? Kutembea pamoja na Mungu. Tumeambiwa kuna matendo yale ya mwili, uzinzi, uongo, mambo mengi ambayo yanafanyika kimwili. Unaanza kuachana na hayo mambo. Sasa hapo mtu unatambua kwamba unatembea na nani? Unatembea na Bwana. Ni rahisi sana. Yaani hata kama watu wasipokuuliza, wataanza kujiuliza huyo Bwana amekuaje? Ulikuwa unaishi maisha ya anasa ambayo hayampendezi Mungu, umeachana na hayo maisha. Yaani hiyo inatokea tu, ni moja kwa moja utajua kwamba sasa mimi naanza kutembea pamoja na nani? Na Bwana. Huenda hata watu wakakushuhudia. Yaani kwa mienendo ambayo uko na, watasema mbona umebadilika sana? Sasa kuulizwa kwa nini umebadilika sana, ujue sasa hapo wewe unatembea pamoja na nani? Na Bwana, kwa sababu umeshauvua utu wa kale, sasa umejivisha utu upya na unatembea pamoja na nani? Unatembea pamoja na Mungu. Asante mwenyekiti. Asante kwa mchango mzuri. Labda pia pa kuongezea sehemu hiyo, hivi vitu haviwezekani kwa uwezo wetu kama binadamu. Amen. Ni pale tunapokuwa tumejisalimisha kwa Bwana na kuchukia yale ya dunia ambayo tulikuwa tukiyapenda hapo kwanza. Tutakapojisalimisha kwa Bwana na kuyachukia yale tuliokuwa tukiyapenda na kufanya toba ya dhati na kuomba msaada wa Mungu, yanawezekana. Amina. Na yanapokuwa ikiwezekana, tusijisifu na kujiona kuwa sisi sasa ni wa maana zaidi kuliko wale ambao bado nguvu ya shetani inapambana nayo katika kuyatenda ya dunia. Kwa hiyo tuendelee kuomba neema ya Mungu itupiganie katika dunia hii, kwa sababu kuna uwezekano wa kutembea na Bwana lakini ukafika sehemu ukamwacha tena Bwana. Kwa hiyo tunapokuwa tumeanza katika kutembea na Bwana, tudumu kutembea na Bwana hadi atakaporudi, kwa sababu kurudi kwa Bwana kukaribu. Lakini pia tunaona maisha tulionayo, kuna milima. Mtumishi Mbikwiki, unaweza kuielezeaje kwa ufupi sana kwa muda tulionao? Asante sana. Milima. Twende mlimani. Hii ilikuwa ni dhana ambayo hata Wakristo wa sasa baadhi wanayo, ya kwamba twende mlimani tukajikabidhi mikononi mwa Bwana, tukakutana na Bwana. Lakini tunapozungumza habari ya milima kwa wakati huu wa sasa, mlima unaweza ukajengwa ndani ya moyo wa kiumbe chochote kiitwacho mwanadamu. Kwamba ni sehemu ambayo fikara ndipo zinapofanyika, aidha fikara juu ya Mungu wa mbinguni au fikara juu ya miungu mingine. Kwa hiyo
tunapozungumzia habari ya mlima ni habari ya mtu kuweka fikara zake kwa Mungu wa mbinguni tokea ndani ya moyo wake, na si tena habari za kwenda kwenye zile physical structure, yale maumbo ya miinuko na mapoli na kuweza kusema sasa ninakwenda mlimani. Japo hiyo sio mbaya, mtu anaweza akafanya hivyo, lakini tutambue kwamba mlima unaanzia ndani ya moyo wa mhusika. Asante. Asante sana mtumishi kwa nyongeza hii ambayo inakwenda kututamatisha kwa kipindi tulichokuwa nacho, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia somo la 11. Ndivyo tulivyoanza tukiwa ni washiriki wa kanisa la Ruguruni, mtaa wa Ruguruni. Namba ambayo unaweza ukaitumia kwa maswali hata kesho tutayakuta katika namba tutakazo kutajia 0748610233, 0748610233. Karibu sana kwa swali, kwa mchango, kwa kututia moyo. Tumefika mwisho. Tunapokwenda kutamatisha, mtumishi Mhana na kidogo cha kuongezea kabla tujatamatisha, tukapata ombi. Ukimaliza tutatoa ombi la kufunga. Asante sana mwenyekiti. Na mimi gusie kidogo kuhusu swala la mlima. Mtunga Zaburi anasema kwamba katika Zaburi 121, nitainua macho yangu nitazame mlima, msaada wangu upo katika Bwana. Lakini pia Paulo pia ametuonya katika hiyo Wakorintho wa pili 4 kwamba hatupaswi kuwa legelege. Kwa ni mtu yeyote ambaye anatamani kumfuata Kristo, anatamani kuishi pamoja na Kristo, ni lazima awe imara na jikite mizizi katika kumtazama Kristo kama kielelezo na kiongozi wa maisha yake. Na hapo ndipo usalama uko hapo. Amen. Basi na tuombe. Mungu wetu uliye mtakatifu, asante sana kwa baraka zako maishani mwetu. Na tunasema kwamba asante kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi katika masomo haya tangu mwanzo, na hata tunapokuwa tunaendelea na masomo haya utakuwa pamoja nasi. Mbariki kila mmoja ambaye ameweza kusikiliza masomo haya katika siku hii ya leo, na anapokuwa na hitaji lolote basi kamtendee kwa wingi wa rehema zako. Ikiwa ni mgonjwa, ikiwa anasumbuliwa na mapepo, ikiwa anasumbuliwa na jambo lolote, ikiwa amekata tamaa, basi nuisha moyo wake katika kukutazama wewe. Na kila mmoja akae na uzoefu na wewe katika kukujua wewe, na hatimaye aweze kukufahamu wewe na aweze kuokolewa. Masomo haya na somo hili limekuwa ni nzuri sana katika maisha yetu, lakini pia katika ukombozi wa mwanadamu. Yote hii ni neema kwa kila mmoja. Unamtafuta yule ambaye yuko tayari katika kukufuata wewe. Basi msaidie yeyote ambaye ana moyo wa kuweza kutafuta wewe na kuhitaji kujua wewe. Tusaidie sote kwa pamoja, unapokuja mara pili tuweze kulaki mawinguni. Tuna imani ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utambariki mpenzi msikilizaji sehemu yote ambapo alipo. Mtendee makuu katika maisha yake, na mwisho wa masomo haya akasema haleluya kwa kuwa Bwana ulitenda. Tunaamini ya kwamba utatenda na zaidi tuombavyo, katika jina la Yesu. Amen. Amen.